Mwisho wa mwezi Februari mwaka 2026, dunia imesimama kimya. Anga la jiji la Tehran, moyo wa Iran, lilipasuliwa na makombora mazito kutoka kwa muungano wa kijeshi wa Marekani na Israel. Ndani ya saa chache tu, tukio lililotokea lilibadilisha historia ya Mashariki ya Kati. Kiongozi mkuu wa Iran kwa zaidi ya miaka 35, Ayatollah Ali Khamenei, aliuawa katika mashambulizi makubwa ya anga yaliyopewa jina la Operation Epic Fury. Mashambulizi hayo pia yaliua zaidi ya viongozi 40 wa jeshi na kiintelijensia wa Iran, wakiwemo makamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi IRGC na wakuu wa mipango ya kijeshi ya taifa hilo. Hii haikuwa tena vita vya siri, ilikuwa mwanzo wa vita vya wazi kati ya mataifa. Ili kuelewa vita hii, lazima kwanza uelewe mtu aliyekuwa kiini chake. Ali Khamenei aliibuka kisiasa baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka 1979 yaliyoiangusha serikali iliyokuwa ikiungwa mkono na Marekani. Baada ya kifo cha Ayatollah Khomeini mwaka 1989, Khamenei alichaguliwa kuwa kiongozi mkuu wa Iran, nafasi ambayo ina mamlaka makubwa kuliko rais. Kwa miaka zaidi ya miongo mitatu, aliijenga Iran kuwa dola ya Kiislamu yenye msimamo mkali. Aliipinga Marekani na Israel waziwazi, lakini pia aliunga mkono makundi yanayoipinga Israel kama Hezbollah na Hamas. Khamenei alikandamiza maandamano ya ndani ya wananchi waliotaka mageuzi. Utawala wake uliifanya Iran kuwa adui mkuu wa Magharibi. Unaweza kujiuliza kwa nini Marekani imeungana na Israel katika vita hii? Sababu kuu zilikuwa tatu. Moja ni programu ya nyuklia ya Iran. Marekani na Israel waliamini Iran ilikuwa karibu sana kupata silaha za nyuklia. Israel hasa iliona hali hii kama tishio la moja kwa moja la kuangamizwa. Kwa miaka mingi diplomasia ilishindikana, huku Iran ikiendelea kuongeza kiwango cha urani iliyoboreshwa. Sababu ya pili ilikuwa ni vita vya wakala ama proxy wars. Iran ilisimamisha mtandao wa vikundi vya kijeshi katika Lebanon, Syria, Iraq, Yemen na Gaza. Israel alishambuliwa mara kwa mara kupitia makundi haya. Na ya tatu ilikuwa ni sera mpya ya Marekani chini ya Trump. Rais wa Marekani Donald Trump alichukua msimamo mkali zaidi kuliko marais waliotangulia. Alisema wazi, Iran lazima ivunjwe nguvu zake za kijeshi au uongozi ubadilishwe. Baada ya mashambulizi, Trump aliwaambia wananchi wa Iran, nchi yenu itakuwa yenu, mtaichukua nchi yenu. Hii ilionyesha wazi lengo halikuwa tu kijeshi, bali mabadiliko ya utawala, regime change. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekuwa akionya kuhusu Iran kwa zaidi ya miaka 20. Kwa Netanyahu, Iran yenye nyuklia ni mwisho wa usalama wa Israel. Khamenei alikuwa akili kuu ya vita dhidi ya Israel. Baada ya kifo cha Khamenei, Netanyahu amesema operesheni hiyo ilikuwa msaada kwa wananchi wa Iran kupata uhuru wao. Mashambulizi hayo yamesababisha maafa makubwa: kifo cha kiongozi mkuu wa Iran, vifo vya makamanda wakuu wa jeshi, uharibifu wa vituo vya makombora ya nyuklia, mamia ya raia kuuawa Iran, lakini pia wanajeshi wa Marekani kuuawa katika mashambulizi ya kulipiza kisasi. Iran imejibu kwa kurusha makombora Israel. Imeshambulia kambi za Marekani Bahrain, Qatar, UAE na Kuwait. Mashariki ya Kati imeingia kwenye hali ya vita kamili. Baada ya kifo cha Khamenei, serikali ya mpito imeundwa Iran. Jeshi la mapinduzi limeapa kulipiza kisasi. Uchaguzi wa kiongozi mkuu mpya unapangwa. Lakini Iran sasa ina mikakati miwili: moja, kulipiza kisasi kijeshi, na mbili, kuishi kisiasa bila kuanguka kwa mfumo wa Kiislamu. Lakini taifa limeingia kwenye mgogoro wa uongozi mkubwa. Athari za vita hii zimekuwa za kimataifa. Bei ya mafuta duniani inapanda, hofu ya kufungwa kwa Strait of Hormuz, mataifa kugawanyika UN, lakini hatari ya vita vya dunia ya kikanda. Umoja wa Mataifa umeonya mgogoro huu unaweza kugeuka vita kubwa zaidi tangu Iraq 2003. Mkakati wa Trump unaelezwa kama peace through strength, yani amani kupita nguvu. Malengo yake ni kuondoa nyuklia ya Iran, kuvunja mtandao wa makundi washirika, kulazimisha serikali mpya ya Iran, lakini pia kupunguza ushawishi wa Iran Mashariki ya Kati. Je, hii ni mwisho wa utawala wa Iran wa miaka 45 au mwanzo wa vita ndefu zaidi?
Baadhi ya wananchi Iran walisherehekea kifo cha Khamenei, huku wengine wakilia, ishara kuwa taifa limegawanyika vibaya sana. Vita hii sio tu kuhusu Israel au Iran, ni vita kuhusu nguvu za nyuklia, mabadiliko ya tawala, ushawishi wa dunia na nani ataongoza Mashariki ya Kati katika karne hii. Na kwa sasa dunia iko kwenye ukingo wa mgogoro mkubwa ambao matokeo yake bado hayajajulikana. Bwana, hii ni Story Moja na mimi ni Fisa99. Usisahau kutufuata kupitia mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na TikTok @Fisa99, lakini pia subscribe YouTube yetu Smile Media TZ. Chao chao.